Naitwa Fatma Ahmad Kamramba, ni mkurugenzi wa miradi Sisema. Furaha kuona tumefika siku yetu ya pili katika kupitia rejesho platform ambayo jana tumeanza na vijana wamefanya mapitio, wametupa mrejesho wa namna gani hii platform inafanya kazi na maudhui ya hiyo platform namna gani yanafaa na wapi tuboreshe. Na leo siku ya pili tumefunga na maafisa wa wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya, ikiwemo idara ya afya ya uzazi na mama na mtoto, lakini pia idara ya tumekuwa na watu kutoka Tume ya Ukimwi, tumekuwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ambao wameweza kutusaidia kupitia pia maudhui na kupitia platform yenyewe moja kwa moja ili kuweza kuruhusu vijana waweze kuendelea kuitumia wakiwa wana taarifa sahihi juu ya masuala ya afya ya uzazi, ukatili wa kijinsia pamoja na masuala ya VVU. Kwa hiyo leo tumefikia tamati ya siku hii. Ningeomba kuasisitiza vijana kwamba wasipeane taarifa ambazo sio sahihi kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Waingie kwenye huu mfumo, watumie namba 0779109190, waisave kwenye WhatsApp zao na watume neno hai. Kisha tuma neno hai, mfumo utamwelekeza kuchagua ni wapi anataka kujifunza au kujua zaidi kuhusu taarifa ya afya ya uzazi. Lakini kama ana shida, anataka kutembelea kituo cha afya, anataka kupata taarifa, ana maradhi tuseme ambayo yanahusiana na masuala ya afya ya uzazi, ukatili wa kijinsia, anaweza akaingia kwenye huo mfumo na akatoa mrejesho wa namna gani huduma aliyopewa katika vituo rafiki vya huduma ya afya ya uzazi kwa vijana vinavyopatikana katika vituo vya afya ngazi ya wilaya na mkoa. Anaweza kutupa mrejesho kwamba hiyo huduma aliyopewa ilikuwa ina ubora kiasi gani au ilikuwa ina changamoto gani, au kama eneo aliloenda hakuna hivyo vituo rafiki vya huduma ya afya ya uzazi, ili kuweza kupata takwimu bora za kuboresha huduma za afya ya uzazi kwa vijana Zanzibar. Lakini pia wameshauri kwamba pamoja na kwamba huu mfumo unafikiwa na vijana wengi, lakini wameshauri ingeweza kufikiwa na vijana wengi zaidi kama ingekuwa ni mfumo ambao unatumia njia ya SMS za kawaida ambazo hazihitaji uwe na bando au uwe na smartphone. Ni wazo ambalo tumelipokea na nadhani kiendelea mbele tunaweza tukafanikiwa kufanya hivyo, kwa sababu swala la SMS linahitaji uwekezaji zaidi kuliko hii ya kutumia WhatsApp robot. Lakini pia wameomba kama inaweza ikawa ni ya kidijitali vile vile, lakini ikawa haihitaji mtu kutumia bando, akawa na smartphone lakini akatumia ni kama vile offline inayopatikana offline. Kwa hiyo haya yote tunaenda kuwapelekea wataalamu wa mfumo ili kuona tukiweza kuwa na budget inayoweza kuyawezesha haya, tunaweza tukafanya hivyo, kwa sababu hatufanyi mambo ya vijana sisi wenyewe kwa kuamulia, lakini tunawashirikisha wao ili tuweze kufahamu mahitaji yao ili tuweze kuwahudumia. Punguza vitendo vya ukatili na udhalilishaji, hasa kupitia udhalilishaji wa kingono ambao wakati mwingine huwa wanatumia mitandao ya kijamii. Na kwa namna moja ama nyingine programu hii imeenda kujikita kwenye yale maeneo halisi yanayochochea matendo ya ukatili kupitia mitandao ya kijamii, ambapo huku kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na taarifa kadhaa zinazowahusu vijana. Kwa hivyo nitoe wito kwa jamii kwa ujumla, lakini pia niendelee kuwashauri Sisema waendelee kuzingatia content ambazo jamii ya Wazanzibari zimekuwa zikiwakita au zikiwasumbua, na kuangalia ni namna gani tunawezekana tukaweza kushajihisha juu ya matumizi sahihi ya hii platform au mrejesho platform, ili jamii sasa iondokane na hizi kadhia ambazo walizokuwa nazo. Na kwa ujumla tukishirikiana tunaweza tukapunguza hili tatizo la vitendo vya ukatili, lakini pia tutapunguza ongezeko la vitendo vya HIV kwa vijana.
Vijana wa leo ndio taifa la kesho. Ushauri wangu kwa vijana, hii elimu tuchukue, tuitumie na tuifanyie kazi vile inavyopaswa, na tutumie kwa ajili ya kutatua changamoto zinazotukabili. Naamini kwamba inatusaidia na itatusaidia, kwa sababu ndo kama unavyoona, mpaka utoke uende kituoni, ukifika yani kituo kiko mbali, lakini unapotumia huduma hii, huduma ni salama, lakini pia inarahisisha, ni rahisi, lakini pia ni huduma ambayo iko salama, ina mazingira, yani ina usiri, inapatikana muda ambao wewe unahitaji kupata ile huduma. Tofauti labda unaweza sasa naenda kituoni, lakini ukifika kituoni kituo kimefungwa, muda ambao unahitaji huduma pengine ni usiku, saa 1, saa 2, saa 3. Vituo vyetu vinatoa huduma lakini mwisho ni saa 9:30 tu kwa upande wetu sisi kwa Pemba, lakini huduma umehitaji saa 12. Kwa kifupi, muda wote unaohitaji kwamba mimi nina changamoto ya kitu fulani, basi una uwezo wa kuingia katika mtandao na ukaweza kuuliza unachokitaka na ukapatiwa majibu sahihi.